Hamjambo mtazamaji wa television La Voix d'Uvira TV. Karibu kuweza kuungana nasi katika uchambuzi wetu wa habari katika siku ya leo. Matumaini yangu kwamba umzima wa afya. Karibu kuweza kusikiliza televisheni yetu mwanzo hadi mwisho katika uchambuzi wetu wa habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Leo ni tariki 27 mwezi wa 3 mwaka 2026. Matangazo yetu yanakujia moja kwa moja. Ukiwa na maoni au pendekezo, usikose kutuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini, tutakwenda kujibu. Matumaini yangu umzima wa afya, na karibu mwanzo hadi mwisho katika uchambuzi wetu wa habari zetu za siku ya leo. Leo tutachambua kabisa vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakwenda kuchambua bondeni mwa mto Ruzizi, tutachambua huko maeneo ya Kalingi hadi Minembwe, na pia tutajiunga huko Nord Kivu ambapo vikosi vya waasi wa M23 waendelea kujiondoa sehemu mbalimbali. Kupitia tangazo zetu pia taarifa zetu za habari ambazo zilizopita awali zilikujuza kuwa wameanza kutoka vijiji kadhaa, na hapa inawapa wakongomani matumaini kuwa huenda kabisa wameanza kutoka katika nchi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia tutakwenda kugundua kabisa kuhusu mvutano wa kisiasa ambao unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hali kwa sasa jinsi ilivyo kupitia msimamo wa bodi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi na wewe mwanzo hadi mwisho. Naitwa Janvier Emmanuel Kaluhia, nikukaribishe kuweza kujiunga nasi katika habari zetu za siku ya leo. Bila kupona muda kabisa, tuangazie na habari za kujiondoa kwa waasi wa M23 ambapo kwa sasa imekuwa ni swala kubwa ambalo kila raia anayezungumzia nchini Kongo ya Kidemokrasia. Hapa tukitaja kuwa Umarekani yataja kabisa moja kwa moja kuomba jeshi la Rwanda kuondoka moja kwa moja katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuondoka kwao kwa sasa kuthibitishwa eneo mbalimbali katika vijiji vya Rubero na huko Walikale. Marekani imetoa wito siku ya Alhamisi ya kutaja kuwa moja kwa moja jeshi la Rwanda linatakiwa kuondoka katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mwakilishi wa Donald Trump katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kinshasa, ambaye amejieleza kuwa kujiondoa kwa waasi wa M23 katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo italeta manufaa ya kukabiliana na waasi wa FDLR ambao wanaopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vijiji kadhaa tangu hiyo juzi huko Lubero, Walikale na nafasi zingine vyashuhudiwa kabisa kuondolewa kwa waasi wa M23 wakijielekeza maeneo ya Rwanda. Na jambo ambalo limewapa wakongomani matumaini ni wakati wanapotaja Rwanda kuondoka, ni M23 ndiyo inayoondoka kila leo. Habari zetu kila leo zinazoangaza pia zinazoleta hali ya hofu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni pale wanapodai kuwa Rwanda iondoke katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha hiyo, waasi wa M23 ndio wanaoendelea kuondoka eneo kadhaa katika jiji na tarafa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari njema kwa sasa ambayo tuliyokutajia na tukakujuza huko maeneo ya Lubero, wakati Alhamisi ya tariki 26 Machi mwaka 2026 waasi wa M23 walianza kuondoka katika eneo la Ruchuru kutoka Tongo katika chifu wa Bwitu wakielekea huko maeneo ya Rwanda. Habari zetu zaeleza kuwa RDF asubuhi mapema waliweza kuonekana wakielekea Kalengera. Habari hii inaendelea kuleta msisimuko wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha huko Goma na Bukavu, Uvira, maeneo fulani kama vile bondeni mwa mto Ruzizi wakiwa wanaendelea kushikilia ahadi hiyo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukumbana na changamoto ya M23.
lakini habari hizi ambazo tunazo kwa sasa huenda kabisa zinaweza zikaleta amani pia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, diplomasia yake yaonekana kuridhisha Wakongomani, pia yaendelea kufanya kazi vizuri bila hata tatizo. Moja kwa moja tulipoona waasi wa M23 walijaribu kugoma kutoka Uvira, lakini muda mchache waliweza kuondoka baada ya Marekani kuwakizi na kuwapa shurti kuondoka katika mji wa Uvira. Waliweza kutoka na moja kwa moja walijielekeza pale bondeni mwa mto Ruzizi, ambapo safari yao inasubiriwa kuweza kuondoka. Jambo ambalo linawapa Wakongomani hofu sasa ni hii kuondoka Walikale na nafasi zingine, wakitaja je, katika vijiji vingine ambavyo vinaendelea kumilikiwa, je, wataondoka au la? Jambo ambalo mpaka sasa imebaki fumbo kwao, ambapo wakitaja kuwa sehemu nyingine ambao watakwenda kuondoka, wataondoka kabisa kutokana na ushirikiano wa viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Labda tukujuze vijiji ambavyo tayari waasi wa M23 waliweza kuondoka, kwa sababu ukiangalia kulikuwa na ile hali ambayo ilikuwa ya mvutano ya kisiasa, ambayo ilikuwa ni tovu nizamu, ambayo Wakongomani hawakuwa na uhakika. Licha tunapokuja hapa, lakini wengi wao wakitaja kuwa bado waasi hawaondoki. Waasi wa M23 wanafanya hivyo ili kabisa waangalie namna gani ya kukabiliana na nafasi zingine, ili kwamba waanzishe operesheni, kwa sababu tuliona Uvira waliondoka, mapambano ya kao yameongezeka huko bondeni mwa mto Ruzizi, hasa huko Lemera na nafasi nyingine, na pia pale Goma unasikia kwamba wanatoka Ruchuru au sehemu fulani, na baada ya hapo unasikia vita kabisa vinaendelea kupamba moto. Lakini kwa sasa habari ambazo tunazo, wametaja kuwa vijiji ambavyo wameondoka kutoka waasi wa M23, ambapo tayari jeshi la Kongo pamoja na wazalendo wamedhibiti kwa sasa, ni huko Lubero. Kiongozi wa jeshi la wazalendo amedhibitisha kuwa huko maeneo ya Lubero tayari wamekaba mahali ambapo M23 imeondoka, na wakati wakiwa na imani na matumaini kuwa watarejelea sehemu yoyote kabisa ambao iliyokuwa imetekwa na waasi wa M23. Kwa sasa ukiangalia msimamo wa bodi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kabisa vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unakuta kabisa serikali inakuwa na juhudi ya kipekee kwa sababu ilitekeleza makubaliano ya CCLF, na hii ni moja njia kubwa ambayo walikuwa kitafuta endapo kungekuwa na vita sehemu mbalimbali. Wenda Marekani ingetaja kuwa serikali ya Kinshasa haiheshimishi makubaliano ya CCLF, lakini serikali ya Kongo kabisa iliweza kubaki kimasomaso na kuweza kusubiri ili diplomasia iweze kufanya kazi. Licha kuwa kuna wale ambao walikuwa wanasema kwamba Felix Antoine Tshisekedi hatakamilisha mradi huu ambao ameuanzisha, lakini ukiangalia njia ya vita kabisa inakwenda kuhitimishwa, na waasi wa M23 wenda wanakwenda kupotea, kwa sababu kujiondoa wakiambia jeshi la Rwanda ilijiondoe, unakuta ni M23 ndo inajiondoa. Na ukiangalia Rubero, hata huko maeneo ya Ruchuru ambapo tulishuhudia kuwa waasi walikuwa wanadhibiti, hakuna mtu ambaye angewaza kwamba wangeondoka maeneo hayo, lakini umesikia kwamba tayari hiyo mchana wa jana tariki 26 wameanza kujiondoa maeneo ya huko Ruchuru, tukiwa na matumaini hasa Bukavu, Goma na nafasi nyingine kuwa wanaweza wakajiondoa, kwa sababu ukiangalia huko maeneo ya Walungu, ukiangalia huko maeneo ya Kabare, Bukavu, ukiangalia bondeni wa mto Ruzizi, na ukiangalia huko maeneo ya Kilungutwe, ukiangalia maeneo ya Shabunda, hiyo maeneo yote kabisa ni nafasi ambayo ingali inamilikiwa na waasi wa M23. Raia wakiomba kabisa watekeleze pia kuacha vijiji vya maeneo hayo, kwa sababu raia ambao wanaopatikana maeneo hayo wanataja kuwa wanaendelea kusumbuka, licha kuwa wao wanasema kwamba wao ni wakombozi.
jambo ambalo kabisa mpaka sasa linaendelea kufuatiliwa na viongozi wa serikali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuangazie moja kwa moja katika habari za bondeni mwa mto Ruzizi. Bondeni mwa mto Ruzizi mpaka sasa kabisa, kutokana na hali ya mvutano wa kivita, ukiangalia pale maeneo ya Rusabagi, Kabera, Gule, Ndunda, Sange, Kihanama kwenda mpaka huko maeneo ya Manamba na Kanga kwenye milima ambayo inayoinukia katika sheferi ama usultani wa Bafuliru, unakuta kabisa hakuna passage ambayo inaweza kuruhusu watu kutoka Bukavu kuja Uvira, watu kutoka Uvira kutoka kwenda Bukavu. Hii ni jukumu ambayo iliweza kuchukuliwa na baadhi ya viongozi wa kijeshi pamoja na wazalendo ambao wamekataa kabisa katukatu kutofanyika njia hizo ambazo zilionekana kuwa waasi wa M23 walianza kabisa kujipenyeza na kuingia Uvira, na hiyo imeweza kuwapa kabisa nguvu. Na kwa sasa ukiangalia Uvira usalama umeimarika kabisa, na hakuna kabisa hata mtu ambaye anatoka Bukavu kuja Uvira au ambaye anayetoka Uvira kwenda Bukavu. Lakini kwa sasa kuna baadhi ya raia ambao wametuambia kwamba kuna bidhaa nyingi ambazo zimeanza kupanda bei, hasa zile pombe ambazo za Primus ambazo zilianza kutoka Bukavu, Mizinge na Turbo King, hata na pombe zingine ambazo zinatoka pale Bukavu ambazo zilianza kuja hapa mjini Uvira, kwa sasa kabisa hazipiti kwa sababu ya kufunga barabara hiyo nambari 5, na hiyo imeonyesha kabisa uhaba wa vitu hivyo. Pia chakula kama vile samaki mbichi ambazo zinatoka huko Rwanda, Bukavu, nafasi nyingine ambazo zinaelekea Uvira, nazo pia hazina njia kwa sababu ya kufungwa njia, na huko ukiona raia wengi wanaanza kulalama kuhusu hali hiyo, hata mayai ambayo inayotoka nchi jirani. Lakini mpaka sasa hatujagundua ama kufahamu ni wakati gani barabara hiyo itakwenda kuachiwa huru ili gari zianze kupita. Lakini habari tunazo zinathibitisha kuwa tariki 26 kuna baadhi ya gari za mashirika za kibinadamu ambazo ziliweza kuruhusiwa kutoka Bukavu na kuingia Uvira zikiwa na mizigo yake. Tuchambue habari za pale maeneo ya Minembwe, Kalingi na huko maeneo Bilalo mbili, ambapo kwa sasa mapambano yameweza kushimamishwa baada ya kutekeleza mkataba wa CCLF. Unajua kwamba huko maeneo ya Kalingi, maeneo ya Pwenzero, mpaka sasa jeshi la Kongo pamoja na wazalendo wanadhibiti, na huko maeneo ya Minembwe upande mmoja kabisa ikiwa unadhibitiwa na waasi wa M23 Twigwaneho Andreide Redi Tabara, na upande mwingine unadhibitiwa na jeshi la Kongo kwa ushirikiano na vijana wazalendo. Lakini kwa sasa wanatuhakikisha kuwa hadi iko shwari, licha kuwa ya ile mavizio ambayo ilikuwa ikijitokeza kila leo, lakini kwa sasa imeonekana imeshimamishwa wakati kulikuwa na maambush ama mavizio ambayo ilikuwa inafanyika na Twigwaneho huko maeneo ya Minembwe na huko Mikenge, ambayo huenda kabisa ingeleta taharuki katika maeneo yote ya pale maeneo ya Minembwe. Kwa kumalizia kabisa taarifa zetu za habari, pia uchambuzi wa habari zetu, ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu, usikose kujabone kwa channel yetu, kulaki, pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Huko maeneo ya Kinshasa, daktari ambaye aliyekuwa akifanya kazi kwenye kituo cha afya huko maeneo ya Kinshasa katika rufaa ya Kikole azipitishwa kuwa amemchapa mama mmoja viboko baada tu ya mama huyo kuweza kuzaa mtoto wake. Hii imeripotiwa kuwa daktari huyo alikuwa na hasira, na baada tu ya shughuli za kuweza kumzalisha mama huyo zilikwenda kabisa kwa wepesi, na pia zilikuwa kama vile za kulazimisha, na hiyo imeweza kusababisha maumivu makali kwa mama huyo baada tu ya massage, kama vile habari zilivyothibitisha. Mama huyo aliweza kupigwa kwa hasira na daktari huyo. Hiyo imeweza kugundulika, na baada tu ya mashirika za kiraia zilitaja kuwa daktari huyo anatakiwa kufunguliwa rufaa na pia hukumiwa kulingana na sheria, kwa sababu kitendo hicho ambacho alichokifanya ni kitendo ambacho si cha binadamu.
Hii imeweza kuleta changamoto pia taharuki kwenye vituo mbalimbali huko maeneo ya Kinshasa. Katika mji wa Kinshasa tayari tumesikia kuwa kuna kuwa na rufaa ambayo imekatiwa ili kuweza kumuondoa madarakani daktari huyo, na shughuli za kuripoti kwenye ofisi ya serikali ili ziweze kufanyika na ziweze kutekeleza. Ni vyema kuheshimisha haki hiyo, na kina mama ambaye aliyechapwa viboko apewe haki yake. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa zetu za habari, pia uchambuzi wa habari wa vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matumaini yetu kwamba M23 itakwenda kuondoka katika Kongo nzima na kuacha vijiji mbalimbali ambavyo vilivyokuwa vimedhibitiwa na waasi wa M23. Mimi ni Janvier Emmanuel Kaluya. La ziada sina, nikutakie kila laheri, asubuhi njema na jioni njema kwako. Kwaherini.